Karibu kwenye habari sasa za Radio Cusco. Jina langu ni Peter Mwanzia. Mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027 nchini, kaunti ya Nakuru imeanza kuweka mikakati ya kuimarisha na kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Dr. Royport Kidara ameongoza washa la siku moja ya amani inayoleta pamoja asasi za usalama, vijana na wazee ili kuzungumzia swala hilo na umuhimu wa amani hasa katika kaunti hii iliyo na jamii nyingi mno. Kwingineko ni kwamba wazee wa jamii ya Luo katika kaunti ya Kajiado wanasema wataendelea kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kupitia mpango wa serikali jumuisho maarufu broad based. Aidha, wanataka viongozi wa chama ODM kukomesha malumbano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa ndani ya chama hicho na badala yake kuhubiri mmoja uliokuwa ukiendelezwa na kinara wao wa zamani marehemu Raila Odinga. Mbali na hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema Kenya sasa itaanza kuuza gesi ya kupikia katika mataifa ya nje pindi tu ujenzi wa bahari ya kuhifadhi gas la Taifa Gas utakapokamilika katika eneo la Dongo Kundu. Kinyanjui anasema eneo hilo ni sahihi kwa uwekezaji kwa kuwa liko karibu na bandari ya Mombasa kwa kufanya usafiri kuwa rahisi. Na mwisho ni kwamba watu wawili na chifu na mwalimu waliuliwa leo alfajiri baada ya watu walioaminika kuwa Al-Shabaab kutekeleza shambulizi mbaya katika mji wa Ulko, kaunti ya Garissa. Chifu huyo wa Ulko kwa jina Ulko Fatagan alipigwa risasi na waasi hao waliovamia makazi yake saa 10 alfajiri. Wafamizi hao ambao idadi yao haijabainika wanaripotiwa kuwa walipiga risasi chief huyo kwa karibu mbele ya familia yake na baada wakachoma gari lake karibu na kuondoka. Kabla ya kuondoka, walipokuwa wakiondoka, walimpiga risasi mwalimu ambaye alitambuliwa kama Steven Musili, mkazi wa eneo lililoshambuliwa. Kulingana na wenyeji, Chief Abad amekuwa akilengwa na waasi hao kwa muda kutokana na juhudi ambazo amekuwa akiendeleza na kumaliza wanachama wa Al-Shabaab na washirika wao kutoka eneo hilo. Kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mwanduso amethibitisha tukio hilo. Na hapo ndipo natamatisha habari za sasa za saa 8. Tuungane mwendo wa saa 10 tuungane mwendo wa saa 9 nikujuze tu. Jina langu ni Peter Mwanzia.